Vipi, wewe ni shabiki wa klabu gani? Simba Sport Club. Ya, wewe ni shabiki wa mnyama, si ndio? Yeah. Katika siku ya jana tunaona bodi ya ligi imetoa tamko na faini kwa baadhi ya makosa ambayo yalifanywa na timu na wachezaji baadhi kutoka klabu zote, kutoka katika klabu mbalimbali ambazo zimenashiriki ligi ya NBC. Simba Sports Club ametozwa faini ya milioni 10 kwa kosa la kuwarushia waamuzi machupa baada ya mchezo kutamatika. Kwa kweli hii imekaeje? Binafsi yani kwanza naweza nikasema kwamba hii bodi ya ligi ni kama vile kuna shida fulani ambayo ipo. Yeah, na shida ambayo ninaona ni kwamba kila jambo ambalo wanakuepo wanataka kuliamua kulifanya ni kama vile wanakuepo wanafanya jambo ili kwa ajili tu ya yani kwa mfano kama jinsi ambavyo walikuwepo wametoa adhabu labda ya unakumbuka ile alikuwepo amelalamika nani Ally Kamwe. Kipindi ambako Suleiman Mwalimu alipokuwa amepewa ile adhabu, wakaiona kwamba hivi haitoshi adhabu kama jinsi ambavyo alivyokuwa amepewa mchezaji wape wa Yanga. Kwa nikaje nikaona kwamba hivi adhabu nyingi zinazokuepo zinatolewa na hii bodi, wanakuepo wanaangalia kama timu kubwa wametoa adhabu fulani basi wanatoa kulingana ili sije kaonekana kwamba hivi wamekosea sana. Kwa hiyo binafsi naweza nikasema kwamba hivi vitu vingi ambavyo vinakuepo vinamuliwa na bodi ya ligi vinakuepo haviendi kwa haki, bali vinafanywa ili wasije kuonekana kwamba wana makosa kwenye vilabu vikubwa, kwa mfano kama vile Simba na Yanga. Kwa hiyo kusema hivyo unamaanisha kwamba Simba kaonewa kwa maamuzi ambayo yamefanywa na bodi? Ya binafsi naweza nikasema vile. Wakati unasema hivyo kwamba Simba kaonewa, ikumbukwe mlinda lango wa Young African Sports Club Djigui Diarra amepewa adhabu ya milioni 2 kwa kosa ambalo alitenda la kumshambulia mwamuzi kwa mjibu wanavyodai. Wewe unahisi kwa namna ambavyo wametoa adhabu, unahisi kuna upendeleo wote kwamba huyu kapendelewa huyu hajapendelewa? Ikumbukwe mlinda lango wa Yanga amefungiwa mechi 3 hatoshiriki. Okay, binafsi naweza nikasema kwamba hivyo ukienda kuangalia kwa Djigui Diarra pale itakuwepo ni haki, kwa sababu ukienda kuangalia lile goli liliingia kabisa kwa limeingia na ni la haki. Sasa ukiangalia pale moment ambayo alienda kuifanya Diarra kwa ajili ya kwenda kumshambulia yule muamuzi, alafu na goli tayari likepo limeshaingia na lila haki, hatuoni pale makosa ya refa mpaka anaenda kushambulia. Lakini ukienda kuangalia kwa moment ambayo ilifanyika kwa nini yale makosa ambayo ilishtakiwa ya Simba, ukiangalia pale yale mashambulizi ambayo aliyopata kuyafanya washabiki kwa muamuzi wa mchezo, walikepo wanafuata haki kwa sababu wananyimwa. Kwa mfano ukija kuangalia kwenye ile nizungumzie kwenye dabi pia na penyewe alilalamika. Kwenye dabi ukiangalia pale hivi walilalamika kwa nini? Ukija kuangalia hata uchambuzi mimi nilijaribu kusikiliza nikaje nikaona kwamba hivi wanajaribu Diarra alikuwa na haki ya kupewa hiyo adhabu ambayo amepewa, si ndio? Nikumbuke Simba mmetenda kosa moja zaidi ya mara 2 katika mechi tofauti. Kosa mlifanya dhidi ya Pamba Jiji, lakini pia mlifanya dhidi ya Dodoma Jiji. Kosa hilo moja, hamuoni kama mashabiki mnaigharimu timu? Kuna baadhi ya vitu vingine ambavyo kweli vinakuwepo vinatokea. Unajua, naweza nikazungumzia kwa upande wangu mimi. Unajua marefali kwenye game kadhaa ukitoa kati ya hizi game mbili, kati ya Pamba Jiji na hiyo na hii ya Dodoma Jiji, nyuma kidogo pale ukienda kuangalia kuna baadhi ya washabiki ambao walikuwepo wameondoka wakawa wamebeba. Yaani naweza nikasema kwamba ni kama vile walikuwepo na hasira na marefali. Kwa hiyo yote yule ambaye alikuwepo anaingia japo inaweza kama ametenda haki, wanaweza wakamshambulia. Binafsi naweza nikasema ni hasira za washabiki. Unamaanisha kwamba marefa, kuna tatizo upande wa marefa, kwa maana kama mashabiki wanawashambulia waamuzi maana kwamba wao ndo wana shida? Yeah, of course hiyo ndo shida ambayo tulionao kwenye mpira wetu wa Tanzania. Hakika marefali wamekuwa ni miongoni mwa watu ambao wanaoharibu mechi. Huo ndo walisia. Turejee kwenye upande wa Young African Sports Club. Tunaona mlinda lango kapewa adhabu ya mechi 3, lakini pia adhabu ya milioni 2 kwa kosa la kuwashambulia waamuzi. Ukiachana na hiyo, na hisi kuna tukio lilitenda la kunyosha kidole cha kati, na lenyewe amepewa faini ya milioni 2, maana kwamba jumlisha ni milioni 4. Na mashabiki wamejitolea kumchangia kiasi cha pesa ambacho anadaiwa yeye atatumikia kutoshiriki michezo mitatu. Unaona mashabiki wanatenda vyema? Kwa kwamba mashabiki wanafanyaje? Wanamchangia Diarra kwenye adhabu yake ya milioni 4 hiyo. Yeah, of course. Ile mimi naona kwamba itakuwepo ni sahihi, kwa sababu yeye kama mchezaji Diarra ni mchezaji ambaye wanayomtegemea kwenye klabu ya Yanga.
lakini pia hiyo inaonyesha kuwa kwamba namna gani vipi ambavyo wanavyompenda, kwa sababu unajua mtu akiwepo na hasira sometimes unaweza ukafanya maamuzi ambayo baadaye unaweza ukayajutia. Kwa maana hiyo unataka kusema kwamba Diarra vile alivyotenda ni kwa ajili ya hasira, sio kwamba alikuwa amezamilia? Yeah, binafsi nasema ni vile ilikuwepo ni hasira ile pale. Simba Sports Club kuanzia tarehe 2 ana mechi hadi tarehe 29, kitu kama hicho kama sijakosea. Kwako wewe unaona ana nafasi ya kuvuna pointi 18 kwa michezo yote ambayo atakayocheza kuanzia tarehe 2 hadi 29 ya mwezi ujao, mwezi Aprili? Binafsi naweza nikasema yani, kwa sababu sitaki niseme kwa ushabiki, ila ninachokiamini kulingana na jinsi ambavyo ninavyoona performance ya sasa hivi ya Simba Sport Club, kuna probability kubwa sana, japo imekuwa ina matokeo ya kutusurprise wakati mwingine, ila ninachokiamini mimi kama mshabiki sasa ninaamini kwa kwamba sie tunachoenda sasa hivi hatutaki kupoteza mechi yote ile, kwa hiyo tutazivuta pointi 18. Yes, mwezi Aprili tarehe 5 na imani mtakuwa na Azam FC, mnyewe mkiwa wenyeji wa mchezo ule, na ikumbuke mechi kabla ya mchezo huo mlicheza na Azam ukafungwa kule Zanzibar. Kitu kama sio mbili, ilikuwa 3. Zilikuwepo ni goli 2. Zilikuwa goli 2. Wewe unaona mna nafasi ya kufanya revolution ya kumfunga Simba, ya kumfunga Azam FC katika mchezo wa tarehe 5? Yeah, of course. Yani naweza nikasema kwa kwamba katika raundi hii najua jinsi ambavyo maana Simba Sport Club ni timu ambayo ninaamini kuwa kwamba mara nyingi sana inakuwepo inajifunza makosa kulingana na huwa inajifunza kupitia makosa. Kwa hiyo ninaamini game ambayo inaokuja Azam hata toboa. Kwa hiyo unajipa ushindi 100%. Ninaamini vile ukijaribu kuangalia na kikosi ambacho kilichopo na namna ambavyo wameanza kuwa wanacheza wachezaji sasa hivi. Hebu tureje. Nyie ubingwa unaona mwaka huu? Nauona mwaka huu lazima tuubebe. Wakati unasema unaona ubingwa, kumbuka unazidiwa point kama 3, kama sikoseni 5 au 3 na mpinzani wako mkubwa, yani ambaye wewe ni mpinzani kwa yani lia. Wewe unaona yeye anaweza kupoteza game, wewe ukapata nafasi ya kuwa top pale? Yeah, of course mpaka sasa hivi nataka nikusahishe kidogo. Yeye ana 38 mpaka sasa hivi. Alafu wewe una ngapi? Mimi nina 31, lakini nina vipolo viwili. Una vipolo. Una uhakika wa kushinda hivyo vipolo? Vile vipolo nina uhakika wa kuvishinda vyote, kwa sababu yani niseme tu kwa kwamba kwa jinsi ambavyo inavyojipanga sasa hivi timu ni kutokupoteza game yote ile. Kwa hiyo Yanga yeye anajipanga kupoteza game yoyote, si ndio? Kwa maana hiyo asimaanishi vile, kwa sababu kila klabu inahitaji ushindi, kwa hiyo sijamaanisha vile, lakini kwa Simba Sport Club tunahitaji kushinda game zote.